Maelfu ya wakazi gatuzi la Isiolo wajitokeza kwa idadi kubwa kumzindikisha na kumpa heshima zake za mwisho mbunge wa Isiolo Kusini Mohamed Tubi Bidu. Hafla ya maombi na mazishi ikifanyika katika makaburi ya Tururoba mjini Isiolo na kuhudhuriwa na viongozi mbalimbali. Akiongoza waombolezaji, spika wa bunge la kitaifa Moses Masika Wetangula amemtaja Tubi kama kiongozi aliyewatetea wakazi wa Isiolo Kusini haswa kuhusu masuala ya usalama na ardhi kwa kuleta hoja hizo bungeni. Naugua hata wakati wenzake walikula kiapo cha kuhudumia bunge, yeye alikuwa Aga Khan Hospital. Nilienda nikamtembelea kabla ya kufungua bunge, baadaye akakuja nikamlisha kiapo, akaanza kazi yake. Na amekuwa rafiki yangu mkubwa. Kila mara anakuja kwa ofisi yangu na yeye huwa anazungumzia mambo mawili ya hapa Isiolo. Hata hotuba yake ya mwisho katika bunge karibu miezi miwili iliyopita, nilimpa nafasi kuitisha taarifa kutoka kwa serikali kuhusu mambo ya usalama hapa Isiolo. Alizungumzia mambo ya usalama kati ya Isiolo na majirani zake na kati ya wananchi wa Isiolo. Akauliza serikali kuu, waziri wa mambo ya usalama akuje atembelee Isiolo awasikize wananchi. Hiyo jambo bado iko mbele ya bunge, na wakati hiyo taarifa inaingia nitahakikisha inafikia wananchi wa Isiolo. Jambo la pili alikuwa anashughulikia zaidi ni mambo ya mashamba na haki ya kumiliki mashamba hapa Isiolo. Alikuwa pia ameniletea hoja ili alete bunge na nilikuwa nimemkubalia. Kwa hivyo mmepoteza mtetezi wenu, mtu mwenye yako anabishana na watu kiholela holela, mtu mwenye heshima yake mwenyewe na kwa wengine. Kwa hivyo kwa niaba yangu, niaba ya bunge yote, familia yangu na marafiki zake, tunasema pole sana. Pia wakati marehemu ameaga jana, rais wetu yuko kule Kitui kwa kazi ya kitaifa. Nimeongea na yeye vile profesa amewaambia. Hata rais alikuwa ametutolea ndege 2 za kijeshi kubeba mwili na kubeba marafiki wa bunge kuja hapa, lakini sisi kama bunge tulikuwa tumeenda mbele yake. Nilikuwa tayari nimepatiana ndege 2 kutoka bunge ambazo zilileta wenzetu ili kuja kutoa heshima za mwisho. Kwa hivyo wale ambao tunampenda mheshimiwa Tubi, wale ambao tulikuwa marafiki zake, wale ambao tulifanya kazi na yeye, vile imama amesema, kama mlikwaruzana tumsamehe, aende kwa Mwenyezi Mungu akiwa huru bila mzigo hapa duniani. Akielekea hivyo, tunasema wale mliompenda muendeshe siasa yake ya amani na kupendana na watu. Mheshimiwa ameenda, amemaliza safari yake, na tumeambiwa pale ukiwa king, ukiwa mlalahoi, ukiwa nani, njia ni ile ile. Mauti itamfikia kila mtu. Kwa hivyo tukiwa hapa duniani lazima tujitahidi kutenda wema kwa kila mtu. Tupendane. Wazungu wanasema always do the right thing even when nobody is watching you. That is how we should live. Na hii nchi yetu hatuna nchi mbadala. Tuna nchi moja tu inaitwa Kenya. Ukiwa kule kwetu Bungoma mpaka wa Uganda, ukiwa kule Lamu mpaka na Somalia, ukiwa kule Vanga mpaka na Tanzania, ukiwa kule Turkana mpaka na Ethiopia na Sudan, sisi zote hapa katikati ni wa Kenya. Hata nimefika hapa, nimepata
vijana wa serikali kutoka kwangu wanafanya kazi hapa. Huko kwenu nina vijana tunafanya kazi na wao kutoka hapa. Hiyo ndiyo nchi tunataka. Nchi bila kupaguana, nchi bila ukabila, nchi bila watu kuwa na kiburi. Hakuna kabila kubwa, hakuna kabila ndogo Kenya hii. Sisi zote ni wa Kenya. Na tukiwa na hiyo heshima, our country will go places. Sheikh Hussein Abdalla ambaye ni mwanafamilia wa marehemu wakiwaomba wakazi wa Isiolo Kusini kumsamehe kiongozi wao huyo, akieleza kuwa kutokana na hali yake ya kiafya ilikuwa ikimfanya hospitalini mara kwa mara hakupata nafasi ya kuhudumia ipasavyo kama alivyotamani. Najua pia viongozi ama wananchi wa Isiolo South constituency sote tumemkosa. Mumemchagua lakini hakuweza kuwafanyia kazi kwa ajili ya maradhi. Tunaomba kwa niaba ya familia, tunawaomba nyinyi yote wale wananchi wa Isiolo South pamoja na wananchi wa Isiolo County, tunawaomba mumsamehe. Tafadhalini tunawaomba msamaha kwa niaba. Si tumemsamehe? Tumemsamehe sio? Tumsamehe inshallah. Hakuweza kutufanyia kazi lakini yote ni amri yake Mola na ametuacha. Nataka kuambia hivi, sote viongozi na kila moja, haya itafika siku. Na waomba viongozi wetu wote wale wamefanya kazi pamoja na yeye. Najua mtu akiwa kiongozi labda mmekwaruzana ama whatever. Na wale wengine ambaye mmesimama upinzani pamoja na yeye, na wengine ambaye wako katika uongozi, tunawaomba kama amewakosea mmemsamehe kila moja. Mshikane kama viongozi wa Isiolo County, mshikane kama viongozi wa sisi kwa niaba ya masheikh. Nataka kusema viongozi wetu wa Isiolo County, tunawaomba mshikane, muwe kitu kimoja na muunganishe wananchi. Umoja ipatikane, amani idumu katika hii nchi yetu na kaunti yetu. Naye Seneta wa gatuzi hili Fatuma Dulo ametoa shukrani kwa bunge la kitaifa kwa kusimamia matibabu ya mwenda zake alipokuwa hospitalini na kuhimiza Spika Wetangula kuzungumza naye Rais Daktari William Ruto angalau kuwatafutia ajira watoto wa marehemu. Jana nakumbuka daktari yule ambaye anamwangalia na Dr. Guyo walisema ya kwamba mheshimiwa wako na 7 lives. Na ni kweli amekuwa critical mara nyingi, lakini Mwenyezi Mungu alimsaidia, ametoka katika hali ambayo ilikuwa mbaya. Kwa hivyo yangu ni kuuliza wananchi wa Isiolo, tumepoteza ndugu yetu, kiongozi ambaye ni mshupavu, kiongozi wa ukweli, kiongozi ambaye anaweza kusimama na wananchi. Na mimi ningependa kurudisha shukrani kwa wananchi wa Isiolo wote, viongozi wa siasa ambaye wako hapa, na ningependa kushukuru parliament sana, hasa Senator Wetangula, Right Honorable Speaker wa National Assembly. Kila wakati mheshimiwa akiwa critical nikimpigia, anashika simu anasema pelekeni pahali popote ambayo mnataka, sisi tuko tayari kulipa bills zake. Na alimaliza insurance allocation yake wakati alikuwa Karen Hospital. Na speaker pamoja na clerk na staff wa assembly walisema tuko tayari, hakuna wakati tutamwacha. Na baada hiyo alipelekwa Nairobi Hospital ikiwa allocation yake ya insurance imeisha. Jana tulikuwa na hali ya taharuki kidogo, tukaona ya kwamba bili imeenda juu zaidi. Tuliongea na yeye akasema hakuna dakika moja mwili yake itabaki katika hospitali.
Kwa upande wake gavana wa gatuzi la Marsabit Mohamud Ali amemtaja marehemu kwa kiongozi alikuwa mtulivu na mchapakazi. Leo siku ngumu, lakini ni amri ya Mwenyezi Mungu. Hatuna budi, lazima tukubali. Sote barabara ni hiyo. Ndugu yetu ametutangulia, na sisi wengine ambao tumebaki, barabara ni hiyo hiyo. Ndugu yetu tumefanya kazi kwa karibu na yeye, ni mtu ya amani, ni mtu ambaye anasuluhisha shida yoyote ambayo anajua, na kwa heshima yake tunawaomba wakaaji watu wetu wa Isiolo tutuze amani, tuwashirikiane na viongozi wote, na wakati huu ngumu kwa familia ya marehemu tunawapa pole, tunasema poleni sana. Mungu amweke mahali pema peponi. Viongozi wengine waliohudhuria mazishi hayo ni mbunge wa Saku Ali Dido Raso, seneta wa Marsabit Mohamed Chute, mbunge wa Moyale Guyo Wako Jaldesa, mbunge wa Isiolo Kaskazini Joseph Lomo Samal, mwakilishi wa kina mama Mumina Bonaya, pamoja na wakilishi wadi miongoni mwa viongozi wengine wengi. Kwa hakika eneo bunge la Isiolo Kusini, gatuzi la Isiolo na bunge la kitaifa na taifa kwa ujumla limempoteza kiongozi ambaye alijitolea kuwatumikia watu wake bila kuzingatia masuala yoyote. Na kutoka hapa Kamachu TV tunasema kwamba Mungu ailaze roho yake Mohamed Tubi Bidu mahali pema peponi.